Zaka, we upo kwenye utawala, kwenye uongozi wa klabu ya Azam FC. Issue ambazo zilikuwa zikizungumzwa sana kumhusu Faisal Salum, kwa namna moja ama nyingine zimemuathiri mchezaji? Licha ya Hapana. Wala usiende mbali sana. Haijamuathiri kwa lolote. Yeye itamwathiri kwa nini? Kwa sababu yeye anajua na mkataba na Azam FC na yuko Azam FC. Muda wote wanasema yuko kambini. Katoka hapa tumeenda Rwanda, yuko kambini. Anaona watu wanatoka mapovu, nyinyi waandishi mnawapa muda wa kuongea. Anacheka tu kwamba watu wanapotezea muda wasikilizaji wao. Hivyo, lakini haijamwathiri chochote. Alikuwa tu anazidi kujiongezea kwenye nafsi yake kwamba usiamini hata vyombo vya habari. Kwa sababu zamani tulikuwa tunaamini sana vyombo vya habari, kiasi kwamba mtu ana saa yake kabisa inasema sasa hivi saa 4 kamili na iko sawa kabisa. Lakini akisikia kwenye redio amesema sasa hivi saa 5, kumbe yule kwenye redio alikosea, yeye anarekebisha saa yake. Anajua kabisa redio haiwezi kukosea. Lakini leo hii redio zinasema uongo. Yaani imekuwa kawaida kusema uongo. Sasa na yeye anaona kabisa kumbe hakuna cha kuamini tena sasa. Anataka tujiamini yeye mwenyewe. Kile ambacho anasikia hawezi kuamini tena. Watu ambao walikuwa wanaaminika, wachambuzi, tunajua mchambuzi ni mtu mwenye fact. Mchambuzi sio mtu wa maoni. Mchambuzi ni mtu anayefanya uchambuzi, maana yake upembuzi yakinifu kwa kutumia taarifa, utafiti na data halisi. Sio maoni tu kukupuka mtu asubuhi anatoa maoni yake anavyodhani yeye. Uchambuzi sio unavyodhani wewe. Uchambuzi unautoa kutokana na facts zinazonekana kwako, kutokana na utafiti uliofanya. Sasa mtu anaamka anasema kitu, unaamini kama ni mchambuzi kwa anasema, lakini kuja kuangalia kumbe ni uongo mtupu. Yaani mpaka mwenyewe mchezaji anashangaa, leo kahamishiwa timu hii, kesho kahamishiwa huku, huyu anatoka povu. Anashangaa ya mambo yako vipi? Alafu redio zote, wachambuzi wote. Kwa hiyo imekuwa shida tu, labda kama ilimdisturb kwa kumuondolea imani kwa vyombo vya habari. Na hii imekuwa bahati mbaya sana, vyombo vya habari vimepoteza credibility. Lakini kwenye haya yote wakati yanaendelea, uongozi wa klabu hauoni kama ndo muda muafaka kumpa ofa zaidi, endelee kusalia kwenye klabu, manake thamani yake inazidi kupanda pia? Thamani haiwezi kupanda kwa sababu watu wanasema thamani itapanda kwa anachokifanya uwanjani, na sisi tuna furaha na anachokifanya. Yaani thamani ya mchezaji kwetu sisi haipandi kutokana na watu wengine wanasemaje kuhusu uongo. Yaani haiwezi kupandishwa thamani kwa uongo unaosema mtaani. Thamani itapandishwa kwa kile kitu anachokifanya uwanjani. Hicho pekee yake ndio kinampandisha thamani. Kwa hiyo na sisi tutampima kwenye hicho, na wala hatuwezi kuendesha na pressure na watu wengine nje. Sisi tuko naye mchezaji kama swala kuongeza mkataba, sisi tutafanya tunapotaka muda wetu sisi, sio kwa pressure ya watu. Basi maisha yetu ni rahisi. Manake inafikia tu watu wanahisi kama mchezaji amekataa pia kuongeza mkataba. Kwa Azam FC imekuwa ni kawaida kumuongeza mkataba mchezaji kabla haujaisha, lakini kwa Fei inaonekana limechelewa hii. Hapana, Idi Nado mkataba wake ulikwisha. Tunakwenda kwenye finali Pemba, mkataba wake ulikwisha kabisa. Tunakwenda kwenye finali ya kombe la shirikisho la Azam la CRDB Pemba kule. Anacheza ile mechi, mkataba wake umekwisha kabisa, umeisha. Sasa Fei bado na mwaka mzima. Yaani Fei mkataba wake utaisha 2027 mwezi wa 7. Pressure ya nini? Kwa hiyo hakuna haja kutoa pressure sisi na mtu yoyote. Yaani sisi tunajua tunachokifanya. Na sio Fei peke yake. Faisal, Rosario Mwekenda, Pascal Msindo, mikataba yao inaisha 2027 wote. Zuberi Foba 2027, Aishi Manula 2027. Sasa kwa nini sisi tuendeshwe na Faisal wakati tuna watu kibao ambao, na sio tukuendeshwe na Faisal? Kwa nini tuendeshwe na maneno ya watu mtaani wakati wachezaji tunao kitu mbili? Na hizi taarifa za kwamba mmempa ofa ya bilioni 4 na anataka bilioni 5 zikoje? Mnaendeshwa, yani mimi ninachowaambia ni kwamba wale wanaoendesha kampeni hii ndio wale waliosema kwamba kasaini huku. Sasa hivi wamebadilisha kibao. Na nyinyi mtaendeshwa hivyo hivyo. Na hiyo kitu mtabaki hivyo kila siku. Na nyinyi hamshtuki nyinyi. Mtu aliyesema aliyewaaminisha wakati ule kwamba Fei kasaini Simba, Fei kasaini Yanga, leo hii anaamka anasema kapewa bilioni 4, na nyinyi nao mnasema bilioni 4 kweli. Baada kumhoji wewe muongo, tulisema tangu wakati ule kule hatukusikilizi tena. Hamjali hiyo kitu. Na ndio hiyo bahati mbaya iko hivyo, nasema media zimpoteza credibility. Ni shida sana.
Lakini kwa hili Azam FC hamjafanya uchunguzi, pengine watu watakuwa wameanza kufanya mazungumzo na mchezaji wenu wakati ana mkataba na nyinyi. Sasa hiyo ni ikibainika, unafahamu hilo swala, kosa lake za adhabu yake ni pamoja na kushuka daraja. Ndio. Yaani adhabu ya kumtongoza mchezaji wa watu mwenye mkataba, ukibainika, moja wapo ya adhabu zake kutokana na itakapokuwa siku ya hukumu, adhabu yake kubwa kuliko kushuka daraja. Sasa kama mtu anataka hiyo, ana riski, mwache mtu wa riski, akikamatika atakutana nayo mwenyewe, kwa sababu hawezi kumchukua sasa. Tuko naye, ana mkataba naye, sisi ndio tuko naye. Kwa hiyo hakuna haja ya kuhangaika na mtu mwingine. Yaani kwa nini uhangaike na punje moja ya wali au unga chini wakati Zaka, we upo kwenye utawala, kwenye uongozi wa klabu ya Azam FC. Issue ambazo zilikuwa zikizungumzwa sana kumhusu Faisal Salum, kwa namna moja ama nyingine zimemuathiri mchezaji? Licha ya hapana, wala usiende mbali sana, haijamuathiri kwa lolote. Yeye itamwathiri kwa nini? Kwa sababu yeye anajua ana mkataba na Azam FC na yuko Azam FC. Muda wote wanasema yuko kambini. Katoka hapa, tumeenda Rwanda, yuko kambini. Anaona watu wanatoka mapovu, nyinyi waandishi mnawapa muda wa kuongea. Anacheka tu kwamba watu wanapotezea muda wasikilizaji wao. Ni hivyo, lakini haijamwathiri chochote. Alikuwa tu anazidi kujiongezea kwenye nafsi yake kwamba usiamini hata vyombo vya habari, kwa sababu zamani tulikuwa tunaamini sana vyombo vya habari, kiasi kwamba mtu ana saa yake kabisa inasema sasa hivi saa 4 kamili na iko sawa kabisa, lakini akisikia kwenye redio amesema sasa hivi saa 5, kumbe yule kwenye redio alikosea, yeye anarekebisha saa yake, anajua kabisa redio haiwezi kukosea. Lakini leo hii redio zinasema uongo, yaani imekuwa kawaida kusema uongo. Sasa na yeye anaona kabisa kumbe hakuna cha kuamini tena. Sasa anataka tujiamini yeye mwenyewe, kile ambacho anasikia hawezi kuamini tena. Watu ambao walikuwa wanaaminika, wachambuzi, tunajua mchambuzi ni mtu mwenye fact. Mchambuzi sio mtu wa maoni. Mchambuzi ni mtu anayefanya uchambuzi, maana yake upembuzi yakinifu kwa kutumia taarifa, utafiti na data halisi. Sio maoni tu kakupuka mtu asubuhi anatoa maoni yake anavyodhani yeye. Uchambuzi sio unavyodhani wewe. Uchambuzi unautoa kutokana na fact zinazonekana kwako, kutokana na utafiti uliofanya. Sasa mtu anaamka anasema kitu, unaamini kama mchambuzi kwa anasema, lakini kuja kuangalia kumbe ni uongo mtupu. Yaani mpaka mwenyewe mchezaji anashangaa, leo kahamishiwa timu hii, kesho kahamishiwa huyu anatoka povu hii. Anashangaa haya mambo yako vipi? Alafu redio zote, wachambuzi wote. Kwa hiyo imekuwa shida tu, labda kama ilimdisturb kwa kumuondolea imani kwa vyombo vya habari, na hii imekuwa bahati mbaya sana. Vyombo vya habari vimepoteza credibility. Lakini kwenye haya yote wakati yanaendelea, uongozi wa klabu hauoni kama ndo muda muafaka kumpa ofa zaidi, endelee kusalia kwenye klabu? Manake thamani yake inazidi kupanda pia. Thamani haiwezi kupanda kwa sababu watu wanasema thamani itapanda kwa anachokifanya uwanjani, na sisi tuna furaha na anachokifanya. Yaani thamani ya mchezaji kwetu sisi haipandi kutokana na watu wengine wanasemaje kuhusu uongo. Yaani haiwezi kupandishwa thamani kwa uongo unaosemwa mtaani. Thamani itapandishwa kwa kile kitu anachokifanya uwanjani. Hicho pekee yake ndio kinampandisha thamani. Kwa hiyo na sisi tutampima kwenye hicho, na wala hatuwezi kuendesha na pressure ya watu wengine nje. Sisi tuko naye mchezaji, kama swala kuongeza mkataba, sisi tutafanya tunapotaka muda wetu sisi, sio kwa pressure ya watu. Basi maisha yetu ni rahisi. Manake inafikia tu watu wanahisi kama mchezaji amekataa pia kuongeza mkataba. Kwa Azam FC imekuwa ni kawaida kumuongeza mkataba mchezaji kabla haujaisha, lakini kwa Fei inaonekana limechelewa hii. Hapana, Idi Nado mkataba wake ulikwisha. Tunakwenda kwenye finali Pemba, mkataba wake ulikwisha kabisa. Tunakwenda kwenye finali ya kombe la shirikisho la Azam la CRDB Pemba kule. Anacheza ile mechi, mkataba wake umekwisha kabisa, umeisha. Sasa Fei bado na mwaka mzima. Yaani Fei mkataba wake utaisha 2027 mwezi wa 7. Pressure ya nini? Kwa hiyo hakuna haja kutoa pressure sisi na mtu yoyote. Yaani sisi tunajua tunachokifanya. Na sio Fei peke yake. Faisal, Lusajo Mwekenda, Pascal Msindo, mikataba yao inaisha 2027 wote. Foba, Zuberi Foba 2027, Aishi Manula 2027. Sasa kwa nini sisi tuendeshwe na Faisal wakati tuna watu kibao ambao, na sio tukuendeshwe na Faisal? Kwa nini tuendeshwe na maneno ya watu mtaani
wakati wachezaji tunao 62. Na hizi taarifa za kwamba mmempa ofa ya bilioni 4 na anataka bilioni 5 zikoje? Mnaendeshwa, yani mimi ninachowaambia ni kwamba wale wanaoendesha kampeni hii ndio wale waliosema kwamba kasaini huku kasaini huku. Sasa hivi wamebadilisha kibao. Na nyinyi mtaendeshwa hivyo hivyo. Na hiyo kitu mtabaki hivyo kila siku. Na nyinyi hamshtuki, yani hamshtuki nyinyi. Mtu aliyesema aliyewaaminisha wakati ule kwamba Fei kasaini Simba, Fei kasaini Yanga, leo hii anaamka anasema kapewa bilioni 4 na nyinyi nao mnasema bilioni 4 kweli. Baada kumhoji wewe muongo, tulisema tangu wakati ule kule hatukusikilizi tena. Hamjali hiyo kitu. Na ndio hiyo bahati mbaya iko hivyo, nasema media zimpoteza credibility, ni shida sana. Lakini kwa hili Azam FC hamjafanya uchunguzi, pengine watu watakuwa wameanza kufanya mazungumzo na mchezaji wenu wakati ana mkataba na nyinyi. Sasa hiyo ikibainika, si unafahamu hilo swala kosa lake na adhabu yake ni pamoja na kushushwa daraja. Ndio. Yaani adhabu ya kumtongoza mchezaji wa watu mwenye mkataba, ukibainika, moja wapo ya adhabu zake kutokana na itakapokuwa siku ya hukumu, adhabu yake kubwa kuliko kushushwa daraja. Sasa kama mtu anataka hiyo ana riski, mwache mtu wa riski, akikamatika atakutana nao mwenyewe, kwa sababu hawezi kumchukua sasa. Tuko naye, ana mkataba naye, sisi ndio tuko naye. Kwa hiyo hakuna haja ya kuhangaika na mtu mwingine. Yaani kwa nini uhangaike na punje moja ya wali au unga chini wakati sahani nzima unalo wewe? Sisi wewe unajua ni sababu sisi watu shughuli kwenye shughuli kule, unakwenda kwenye shughuli kwenye kisomo, alafu umepikwa pilau ile sahani la share ile ina mapaja yote ya kuku, sio paja moja, mapaja yote yako pale kisinia, alafu unaanza kuanzia na kipapatio kweli. Lakini thabiti kuna hili swala kwamba kwenye mkataba wa Fei akienda Simba, Young Africans akiwa wapewe bilioni 1, inaonekana hapo ndo kwenye ugumu, vinginevyo Simba wangekuwa wameshamchukua. Sasa kwani kama akienda huo ugumu, yani ugumu unatoka kwa nani? Yaani Simba wataki kutoa bilioni 1 iende Yanga. Mimi nadhani mjadala wa Fei tu uache tu, kwa sababu una vitu vingi sana. Unafahamu bwana Mtabaha, Faisal Salum ni mchezaji mkubwa kwa kutokea Tanzania kwenye ligi ya undani. Na ndio maana hajawahi kuacha kuzungumza. Hakuna mchezaji yoyote Tanzania hii, hata wazee wako waliokuwepo kabla, ambaye amekuwa akisajiliwa na timu nyingine kila siku, mwisho wa siku anacheza timu yake ile. Tanzania tangu yeye haijawahi kutokea. Faisal Salum tangu amekuja Azam mwaka 2023, kila siku anazungumzwa kwenye simu, alafu msimu ukianza anachezea Azam. Kila siku ndio timu kutokea. Kwa hiyo status yake kwamba huyu ndio mchezaji mwenye mvuto zaidi kwenye mpira wa Tanzania tangu mpira uanze kuchezwa. Hakuna mchezaji mwenye mvuto zaidi kuliko Faisal Salum. Hizo tetesi, mambo mengine yote yanayozushwa ni kwa sababu kila mtu anataka kupata share. Yaani Faisal ni kama mkate mkubwa sana ambao kila mtu anataka amege upande wake. Kwa hiyo kila mtu anamega upande wake. Huyu anayetengeneza hii ruma anajua akitengeneza hii kitu itaenda. Akimzusha mtu mwingine yote haiwezi kwenda. Akimzusha Fela itakwenda tu. Kwa hiyo kila mtu anataka aseme hapo. Ndio shida iko hapo. Kwa hiyo sisi tumebaini hilo na tunasema tuna furaha kuwa naye. Huyu ni mchezaji ambaye kila mtu angependa kuwa naye. Sisi tuna furaha kuwa naye. Lakini Zaka, hapo mara nyingi inavyotokea hivi, ukitumia in a positive way kibiashara, unafanikiwa kujitangaza. Kwa Azam FC hili la Faisal tumeona hata wakati mnatambulisha jezi hamkumtumia yeye. Kwa nini? Umeona sasa? Labda nikuulize kitu kimoja Msabaha. Azam FC ni timu ya nani? Timu ya Bahresa hiyo. Hivi unajua Bahresa ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa zaidi Afrika. Ndio. Kwa hiyo unaweza kumfundisha biashara Bahresa? Yaani kwamba sasa uanze kumfundisha biashara. Okay, kujifunza hakuna mwisho. Lakini biashara kwenye kunusa harufu, kwenye kufanya nini, Bahresa ni mmoja wa watu bora kabisa kwenye hilo jambo. Kwa hiyo wala mtu afikirie shaka mtu mwingine yoyote huko eti kwamba Azam unashika kufanya biashara kwa sababu ya tetesi. Sasa kwa nini ni swala tu la kuliacha kama lilivyo. Ukiona kitu Azam haijafanya kinachohusu biashara, unajua biashara hapo haipo au Azam ina mpango wake mwingine. Umeelewa? Ukiona kama wewe yani kisia kipindi mpaka wewe umeona kwamba hapa hii ingekuwa biashara hii. Yaani Azam kweli haijaona hapo.